vitabu vya Mungu wanatia maaya ndani yake, alafu wakisema hizi zimetokana na Mwenyezi Mungu, kuluna hadha min indillah, wanasema zimetokana nini? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa kuna grupu mbili. Kuna wale waliofuata kitabu asli kabla kufanywa tahrif, kabla hakijabadilishwa, hakujaongezwa maneno ya watu. Kisha kuna wale waliokuja baada ya kufanyiwa tahrif. Lazima tuyafafanue kielimu haya mambo. Imam Nawawi anaendelea kusema, asema sasa wale ambao kwamba walifuata kitabu hizi, ahlul kitab, hizi vitabu walizifuata Taurat na Injil kabla ya tahrif, kabla ya kubadilishwa, fayahillu nikahuha ala al-adhhari, ni halali kuwaoa kwa kauli iliyo dhahir kabisa, haina mushkil. Ndio hizo kauli fatwa walizozitaja, hizo fatwa walizozitaja kwamba inafaa Mujahid, Qatada, nani, wote wanategemea kauli hii kwamba hawa walikuwa kabla ya kufanywa tahrif kile kitabu, kabla hakijatiwa mikono. Sawa eh? Haya, asema alhalu thani, hali ya pili, an yakuna mimman yu'lamu dukhuluhum ba'da tahrifi, ni wale ambao kwamba wamejulikana kuingia kwao katika hii dini ya ahlul kitab baada ya zile vitabu vilishatiwa mikono, vishabadilishwa, zimeongezwa za kuongezwa, zikatolewa za kutolewa. Sasa fa in tamassaku bil haqqi minhu, ikiwa watashikamana na zile za haki katika hizo vitabu, zile zilizoongezwa wakajiepusha, watajannabu al muharrafa minhu, fakal hali al awwal, hukumu yake ni kama wale wa kwanza kwamba inafaa kuoa, ikiwa watafuata zile za haki ambazo zinaenda sambamba na dini yetu ya Kiislamu. Ndio ile aya tukaisoma mwanzo, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Aya iko wazi kabisa, hii haitaki maelezo ya ziada, iko wazi kabisa. Sasa al-Imam Nawawi yasema, wa in dakhalu fil muharraf, ikiwa waliingia baada ya kubadilishwa hizi vitabu, lam tahilla munakahatuhum, si halali kuwaoa, ni haramu kuwaoa. Sawa eh? Alafu sasa akataja hali ya tatu. Hali ya tatu akasema, antakuna mimman yu'lamu dukhuluhum ba'da at-tahrifi wan-nasakh, kuna wale ambao kwamba walijulikana kuingia katika dini hiyo baada ya kufanywa nasakh na tahrif, kubadilishwa zile vitabu vya maandishi, zile aya. Asema Imam Nawawi, fala tahillu munakahatuhum qat'an, haifai kuwaoa kabisa, ni haramu. Ndio hawa tunaoita Wakristo, hawa si ahlul kitabisha. Gani ahlul kitabu? Ndio unaambiwa mpewa kitabu gani hapa? Kama ni Biblia si kitabu cha Mungu, ni aya zilizokusanywa, ziliomo ndani yake ni za watu, si aya za Mungu. Ni baadhi zimeokotwa, aya 2-3 za Mungu zikawekwa, lakini nyingi ni hizo za mikono ya watu. Na ndio kaona zinatofautiana. Biblia ya Kizungu ina aya tofauti na Biblia ya Kiswahili na ya Kiarabu, na kila lugha utakuta hii imepishana hapa, imepishana pale, imetofautiana. Kwa hiyo kitu kiko wazi. Sasa kutoa fatwa kwamba hata ukikutana na kina Mary, ukikutana nani wafanyikazi wa nyumbani, mtaenda tia mimba watu ambao ni haramu, zina shekhe, haifai, ni makosa. Haifai kutoa fatwa kama hizi. Vitu viko wazi ndani ya vitabu. Asema fala tahillu munakahatuhum qat'an, haufai kuwaoa kabisa. Falladhina tahawwadu au tanassaru ba'da bi'thati nabiyina, wale waliojifanya wao ni Mayahudi au ni Manasara baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yunakahuna, haifai kuwaoa. Bado niko kurasa 99 katika kitabu hichi kinachoitwa Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin cha Imam Nawawi. Wa fil mutahawwidina baina nabiyina wa baina Isa alayhi assalam wajhani, ama wale sasa waliokuwa wamejiingiza kwenye Uyahudi baina ya Mtume Nabii Isa na baina ya Mtume Muhammad,
sallallahu alayhi wasallam. Wale waliokuwa Mayahudi kipindi cha Nabii Isa mpaka Mtume Muhammad, kuna tofauti baina ya kutoka Nabii Isa mpaka Mtume Muhammad, kisha kuna baina ya mtume kutumilizwa mpaka huu wakati wetu. Lazima tofautishe hizi marahili, hizi vipindi. Masala yako wazi. Asema sasa ikiwa wa fil mutahawidina baina nabiyina wa baina Isa alayhi assalam wajhani, kuna kauli mbili wale walikuwa kipindi baina Nabii Isa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asahuhuma, kauli iliyokuwa sahihi zaidi, alman'u, ni kwamba hufai kuwaoa. Shafahamu hufai kufanya nini? Kuwaoa. Sasa hapa Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi akaendelea kusema sampuli ya 4, tumetaja hiyo ni sampuli ya 3, akasema sampuli ya 4 antakuna min qaumin, ni ahlul kitabi, lakini wako katika kaumu ambao la yu'lamu mata dakhalu, hawajulikani waliingia lini katika uyahudi huo. Fala tahillu munakahatuhum, si halali kuwaoa. Mpate Mkristo yoyote muulize, wewe unajiita ni Yahudi? Ndiyo. Ni ahlul kitabi? Ndiyo, mimi ni ahlul kitabi. Hatuambie uliingia lini kwenye ahlul kitabi. Hebu nitajie tangu lini ulianza kuwa ahlul kitabi. Hawezi kujua maskini. Mimi nimezaliwa hivi, mzazi wangu amezaliwa hivi, haijulikani. La yu'lamu mata dakhalu. Imam Nawawi anasema hawajui kamwe waliingia lini kwenye ahlul kitab. Fala tahillu munakahatuhum, tena hao wayuqarrauna bil jizya, wanataka thibitishio watoe jizya, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa bidhalika, kwa ajili hii, hakamati sahabatu, wamehukumu hao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhum fi nasara al-arab, katika wale manasara wa Kiarabu walikuwa wamehukumu kwamba hawafai kuolewa, na vile vile wafaa watoe jizya wakikaa katika ile miji ya Kiislamu. Unaona, hakadha atlaqahu ammatul ashabi min almutaqaddimina wal mutaakhirina. Hizi ndio fatwa zinazotegemewa kwa ulama waliotangulia na hata hawa waliokuja wakati huu. Wanatofautisha. Ukimwambia mtu masuala kuoa ahlul kitab, akupe kwanza sifa ahlul kitab mwenyewe. Huyo mwanamke tunaita kumtolea fatwa kwamba aolewe ni ahlul kitab, hebu nipe sifa zake ni zipi? Unauliza maswali haya aliyouliza Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Je, alikuja huyu mwanamke kabla ya kubadilishwa zile vitabu au baada ya kubadilishwa vitabu? Ni swali la takwimu. Kwanza afuata kitabu gani yeye? Kitabu anachokifuata kijulikane ni kitabu gani? Je, kitabu hichi anachokifuata ndicho kilichokusudiwa katika lile neno ahlul kitab, kilikuwepo wakati ule mpaka iingie kwamba ni ahlul kitab? Ikiwa hakuna, kwa nini tuingiza washirikina katika, tukidai kwamba ni ahlul kitab, tukitoa fatwa kutaka waolewesha? Mwenyezi Mungu ashasema katika Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu yako wazi kabisa katika Qur'ani kwamba ni haramu, haifai kuoa washirikina. Ya makosa shaka. Naomba kusema kitu kidogo. Ngoja utasema tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Baqara ametuambia, wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, musiwaoe mushrikati, hawa tulionao sisi hawa, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Kule Mwenyezi Mungu asema ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Huku tujituambia yafaa kumuoa yule hata kama ana utatu, haiwezekani. Mwenyezi Mungu asema la tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun, kuoa mtumwa kijakazi wa kimuamini mu'mina khairun min mushrikatin, ni bora zaidi kuoa kuliko kuwa mshirikina. Walau ajabatkum, hata kama atawapendezeni vipi katika maumbile, hata awe ni mzuri vipi, ni tajiri, ana nafasi nzuri, asiyobabaisheni. Yote hayo maadamu hana itikadi ya kwamba Mungu ni mmoja, ni mshirikina, hufai kumwoa kisheria. Vile vile wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Aya iko wazi ya khair. Jabir, naomba kusema kitu. Mashallah Sheikh mashallah, wallahi
Elimu yako haisoma mashallah na uko fasaha. Sijamaliza lakini tunafundishana, yatubishani tunafundishana, na mimi na wasiwasi kwamba watu 30 wanakufuata, na mara nyingi mtu mwenye ufasaha huenda akashinda watu wengi, lakini si ako sawa. Aya hii uliyosoma mwisho, wala tankihul mushrikati hata yu'minna, aya hii imetangulia wakati imekuja baada yake aya ya suratul Maida, uhilla lakum watawamu ladhina utul kitaba hilu lakum. Kwa hivyo tofautisha nasikh wal mansukh, aya gani mukaddam wa which aya ilikuja muakhara. Kwa hivyo tafadhali, hapo ni jambo nzito umelitaja. Aya hii ilifutwa, na nimesoma hapa, niliposoma nilisoma wamesema waliruhusiwa baada ya aya hii. Ule sahaba alikuja kwa Mtume Muhammad akamwambia, nimemshika huyu mwanamke katika vita na nimemleta kwako, usiniruhusu nimuoe. Fanazala hadhihi aya, hadha sababu nuzuli hadhihi aya. Hii aya ulisoma, msiwaoe washirikina. Thumma baadain ndio aya ya suratul Maida ikakuja, walmusanatu minal ladhina utul kitab. Hiyo ni la kwanza. Kwa hivyo kwa mujibu wa kufaidishana, si kubishana ndugu yangu, kwa mujibu wa kufaidishana, hii aya ya Bakara ilikuja mwanzo, kisha aya ya Maida ikafuata. Kwa hivyo aya ya Maida ikaja ikawa nasikh ya hii aya ambayo kwamba imekuwa mansukh. Tafadhali tusiwapoteze watu kwa sababu ni swali umeuliza, nataka nikujibu ama ni maelezo umetoa? Ninakuweka sawa tu ujue kuna aya zinazotangulia na zingine zinakuja nyuma yake. Kwa hivyo wewe ukisema hii aya Mwenyezi Mungu amesema wala tankihul mushrikati hata haifai kwa wao washirikina hata waamini, ni kweli. But aya hii nimekueleza, sahaba alikuja na mwanamke kutoka katika vita vyake, akamwambia Rasulullah, niruhusu nimuoe. Mtume hakumjibu. Fanazalat hadhihi aya, hii aya yenye umesoma wewe ikateremka, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaja akateremsha aya ya washirikina, ahlul kitab tuwaoe. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka tu nikuweke wazi hapo kwanza, sitaki kubishana, swali kidogo nikuweke tu wazi kielimu, maana wewe ni msomi na unanishinda wallahi nikiangalia vile unasoma, lakini inakubali kubadilishana mawazo. Kwa hivyo aya hii imefutwa na aya ya kuwaoa ahlul kitab, number 1. Number 2, la hapo kusema imefutwa sasa. Ngoja kidogo baba, usibishane kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Elimu ni pana. Ungeniacha nikamaliza, alafu unajua umenikatiza kabla sijamaliza. Ungeniacha nikamaliza muda mrefu wallahi. Uko mwongea yapi? Alafu pia nilikuwa na wasiwasi watu 35, watu 40 wanakusikiza. Mtu anaweza fikiri ni kweli kwamba hii aya unayosoma wewe ndio aya iliyotangulia, lakini hiyo aya ni mansukha na hii aya niliyosema mimi imefutwa na hii aya nyingine. Ya pili, uko sawa, unanukuu kitabu cha imamu mmoja, Imam Nawawi ala madhhabi Imam Shafi. Unaweka wapi maimamu wengine 4 3? Sijakataa kitabu ambacho kwamba unakitumia cha Imam Nawawi al-Rawdatul Talibin, ni msomi mmoja anatoa fikra zake. Sasa utaweka wapi maimamu? Yeye ni mwanafunzi wa imamu, yeye anafuata madhhabi ya Imam Shafi. Je, wale wa Hanafi, wa Hanbali utaweka wapi? Na nimezungumza wataja wote alfiki wala madhahib al-arba. Tutajie pia wasomi wa Imam Abu Hanifa wanasemaje, wasomi wa Imam wanasemaje, kuliko kubaki kwa msomi mmoja na fikra zake, which ako sawa, mimi sikatai, ako sawa kabisa, lakini huyo ni msomi mmoja. Imam Nawawi ala madhhabi Imam Abu Imam ma balu Abu Yusuf wa madhhab Hanafi na wengine. Kwa hivyo tukibaki na kauli ya Imam Maryam, yeye ndiye amefanya. Mpeni muda huyo amalize kwanza, basi ndo tuendelee na Mpendo inshallah. Mpeni muda tueleze kiupande wake. Acha nikamaliza, jua si uzuri wakati anazungumza mimi nilipoingilia nilikatibu, nilikomute hapa.
Nilikuwa tu nataka nijaribu kuzuia watu wasikufuata. Alafu pili, kuweka tu wazi ustadi. Hii ni masomo ya kielimu. Msomi akiambiwa hoja anakubali, habishi, kwa sababu elimu ni pana. Unavyosoma kitabu Umdatu Talibin Imam Nawawi, ninaifuatilia, mimi niko nayo hapa na kufuatilia polepole. Kumbuka kuna zile kaul za mwisho ama zile kaul raji ambapo kwamba ana jumhuri, yani kijumla amehalalisha kuoa, lakini bishuruti. Kumbuka lazima utaje hiyo sehemu pia. Naomba uitaje hiyo sehemu, mimi niko hapa. Kwanza kauli nataka nikutajie katika ukurasa wa 100. Kauli ya 4 Imam Nawawi alisema antakuna min qaumin la yu'lamu mata dakhalu ahlul kitabi, kuna wale hawajulikani waliingia lini katika ahlul kitabi. Fala tahillu munakahatuhum. Sikiliza haya maneno, si halali kuwaoa. Wayuqarruna biljizya, wanatakiwa watoe jizya. Wabidhalika, na kwa kauli hii au kwa fatwa hii, hakamati sahabatu, ndivyo walivyohukumu masahaba wote, hakutakutabiruni istithna fi nasara al-arab. Kisha akasema wahakadha atlaqahu, hivi ndivyo wanavyotoa fatwa ammatul ashabi, masahaba wote. Tena ashabi, ukitaka ashabul madhahibi pia hutumika kawaida. Ashabu hutumika saa nyingine masahaba, na hutumika madhahib. Minal mutaqaddimina, katika wanavyuoni waliotangulia, wal mutaakhirina, na waliokuja baadaye. Ni kauli ziko wazi. Shaka amechanganya Imam Nawawi, ametaja madhahib zote bila istithna. Hakadha atlaqahu ammatu al-ashabi minal mutaqaddimina wal mutaakhirina. Alafu kwenye hiyo aya wala tunkihu au wala tankihu al-mushrikati, ndugu yangu, nafikiri kuna kitu nimekuuliza. Umesoma usulul fiqh, nafikiri swali na kuisikia ama pengine uko katika mazungumzo, lakini katika kaida ya kiusulul fiqh kuna kaida inayosema al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab. Mazingatio si kuangaliwa sababu imeteremka nani, imemteremkia nani. Haiendi hivyo. Ikiwa tutaenda hivyo, basi hukumu zote za Kiislamu, aya ya kuiba ilimteremkia nani, kwa hiyo basi itamhusu yeye peke yake. Aliiba Maka, aliiba Madina, hatahukumiwa kwa sababu ile aya ni ya Maka. Haiendi hivi shekhi. Ulama wa usul wanasema al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sababi. Mazingatio ni ile aya huwa inakuwa ni amma, inaenea. Maadamu ni mushrikina, tumeelezewa sifa zake, khalas hufai kumwozesha. Nasi ya Qur'ani tusibambanye, hii ni elimu. Tusijaribu kutaka kuhalalisha vitu vilivyoharamishwa. Hii la tankihu almushrikati, Mwenyezi Mungu ameweka kimoja tu ambacho kimetaja masala ya nasikh na mansukh. Kwa aya hii tafsiri, uko na tafsiri ya Bagawi hapo kidogo. Umesema nikutajie kitabu tafsiri ya Bagawi. Nisikilize, niache ni zote, wengine wana maswali na kadhalika. Naomba watu wapeane muda kama dakika 5 ama 10, dakika 5, yani bainisha kidogo rai ni kwa sababu nyingine kitabu si hatuna bainisha rai. Mimi sipendi kupisha, lakini nisebie sekunde 60 alafu nyamaze, nitakuja baadaye. Watu ongee dakika 5 tu. Nana mimi sasa hizi nataka sekunde 60 tu. Alafu baadaye nitakuja. Naweza amesema hii aya si mansuha. Nimtajie tafsiri moja ama kitabu moja nasema hii ni mansuha. Tuko na tafasiri nyingi sana. Wacha nimsomee tafsiri moja tu, tafsiri al-Baghawi. Hata nisiende katika tafsiri al-Wajiz fi tafsiri al-Aziz lil-Wahdi, tuweke hiyo kando, tuje tu kwa Baghawi. Allah anasema wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kuteremsha hii aya, anna Aba Marthad, huyo Aba Marthad, nitaruka hiyo silsila nzimre
ndefu iko hapa. Anasema alikuja kwa Rasulullah sallallahu inna al-islam kad hala bainana wa baina dhalik faqala mwisho huko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasemaje? Sikiza, wakila al-aya mansukha fi haqqi al-kitabiyat. Aya hii wala tankihu al-mushrikati hata yu'minna imefutwa na ikarudika kwa haki ya kina nani waliwekwa hapo? Bihaqi al-kitabiyat, kwa haki ya wanawake ahlul kitab, wal muhsanatu min alladhina utul kitab. Kwa hivyo imetaja tafsiri ya Baghawi, aya hii imefutwa, imekuja ile aya ya muhsanat katika ahlul kitab. Wasiwasi, narudia kusema ni kweli, uko sawa. Ahlul kitab ni kina nani? Ndio hata mimi nimesema pale mwanzo hii ule nukuu. Wajua katika mustalahi za ulama wanapotumia neno qila wa qila, wajua maana hiyo neno mustalah hiyo ulisoma wewe? Najua vizuri. Nini? Hebu naomba nifafanulie. Ulama wa tafsiri au ulama wa tafsiri wakitumia neno kila wanaponukuu wakisema wakila, wanasemaje? Wakila bimaana iko na tafasiri ya kila ulama, kuna tafsiri yake. La, si hivyo. Sio hivyo sasa. Rudi katika mustalah al-hadith. Unaposikia wanazuoni wakikwambia wakila, ni kauli inayosemwa. Hiyo wenyewe ulama wa mustalah wanasema atutia bisighati tamridhi. Hiyo imeletwa kwa sigha ya tamrid, kwamba ni haina nguvu, haitegemeki. Yasemekana ni kauli, lakini haina nguvu. Inaitwa sigha tamrid hiyo. Sasa huwezi kuitegemea ikawa ni hoja ya khair. Hapo tumezungumza, nimekupa kaida ya kiusul inayosema al-ibratu bi'umumi lafzi khususi sababi. Ikiwa tutasema hii imeteremka Makka na hii Makka, kwa hiyo hii tafuta ile, tutakuja na hukumu nyingi ya vitu ambavyo vilikuwa Makka, kinachofanyika Madina hakitohukumiwa. Unasikia unajirudia. Nafikiri sijui tunafahamiana. Sheikh, endelea. Ina maswali ya kuuliza. Sawa. Haya basi Sheikh Isab, tunaomba tuwasikilize na wengine. Naam, mimi nataka kuongea. Mazmuli hapo Sheikh. Mazmuli hapo. Naam. Mimi kwanza sikubaliani na Isam. Na hayo maneno aliyoleta ni maneno ya Imam Nawawi, na ametoa ashabu, na yani ashabu Shafi, sio hata mtakaddimun bi qawli mutaakhirin Shafi'i. Katika mambo ambayo Isam amejichanganya, anasema kwamba kama waliharibu kitabu haijuzu kuoa, yani wanaamini katika hizi vitabu viliharibiwa. Lakini tunachofaa kujua ni kwamba hawa vitabu vyao vilikuwa vimeharibiwa wakati hii aya inashuka. Lajna daima waliulizwa haya maswali. Kuna watu wanasema kwamba hawa ahlul kitabu ambao tunao leo sio ahlul kitabi, kwa sababu wao sijui wameharibu vitabu vyao, ni washirikina, vitu kama hivyo. Akajibu akasema kana al-yahud wa nasara kafirina bikathiri min al-usul. Manawa Mayahudi na Manasara wakati wa Mtume walikuwa ni wamekufuru vitu vingi katika usuli ya imani ya kitabu yao alati iliyokuja katika Taurat wal Injil. Fakana al-yahuda kafirina binubuwati ba'd al-anbiya ka Isa. Mayahudi walikuwa wamekufuru unabii wa manabii kama mfano Nabii Isa na Muhammad alayhi salatu wassalam. Wayaktuluna al-anbiya, manabii bighairi haqqin, hawa ambao Allah anawaita ahlul kitab. Waharrafu kathiran min ahkam at-Taurat,
wakaharibu vitu vingi katika ahkamu za Taurat kwenye hizo vitabu vyao, wakati hizi aya zinashuka kuhalalisha kwamba yajuzu kuwaoa hivi vitu vyote ambavyo Isa anataja walikuwa navyo. Wakana jamaatu minhum yaquluna inna Uzair ibn Allah, na pia walikuwa wakisema kwamba Uzair ibn Allah ila akhiri. Anasema wakana hawa sasa An-Nasara yaquluna inna Allah thalithu thalatha, wakati wa mtume walikuwa na hizi itikadi ambazo hawa wanazo leo kwamba miungu ni mitatu, wana al-Masih ibn Allah, na kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wayakfuruna binubuwati Muhammad, na wakufuru utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Sasa anasema wa maa hadha, pamoja na haya yote ambayo walikuwa nayo, samahumullahu ahlul kitabi, Allah akawaita ahlul kitabi, wa halala dhabahum, akahalalisha vichinjo vyao, wa nikahu nisaihim almuhsanat lilmuslimin, na kuoa wanawake wale wenye kujihifadhi wema wale. Allah akahalalisha walam yakun kufruhum wa shirkuhum wa tahrifuhum likitabihim mani'an min ijza'i ahkami ahli alkitab, na haikuwa ni sababu ukafiri wao na ushirikina wao na kuharibu kwao vitabu ni sababu kwamba ni katazo ya kwamba kwa hawa si ahlul kitabi, na kwamba hukumu za ahlul kitabi kwamba zisiwashukie kwa sababu hizi. Kwa hiyo fala yakunu mani'an min ijzahi alaihim ila yawm alqiyama, haiwezi ikawa yani hizi ni sababu kwamba wameharibu vitabu ni washirikina ama wamemkufuru mtume mpaka siku ya kiyama, haiwezi kawa maana, kwa sababu hawa ndio Allah anasema yuharifuna alkalima an mawadi, wameharibu vitabu vyao, wametajwa kwenye Qur'an. Wakati hizi aya ilishuka, sio kwamba hiyo injili waliokuwa nayo ilikuwa ni kamili, ilikuwa ishaharibiwa, washafanya taharifu. Kwa maana Allah anasema wameharibu. Hivyo walikuwa washirikina. Kama dhambi ni kubwa zaidi, hakuna dhambi ni shirikina. Hizi itikadi za kwamba Allah ni watatu, Mungu ni watatu, walikuwa nayo wakati. Pamoja na hayo Allah akawasema ni ahlul kitab. Kwa hiyo mtu akija akasema kwamba hawa si ahlul kitab, atupe sababu kwa nini hawa si ahlul kitab. Ukisema waliharibu vitabu, wakati aya inashuka vitabu vilikuwa vishaharibiwa. Ukisema ni washirikina, Allah anasema laqad kafara alladhina qalu thalithu thalatha, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Ukisema kwamba wamefanya haya mambo yote ushirikina nini, wamempinga mtume, walimpinga wakati hizi aya inashuka. Alafu Isa katika maneno yako na tanaqud unatuambia kwamba watoe jizya, alafu unatuambia si ahlul kitabi. Jizya ni hukumu inaanguka kwa ahlul kitabi, mashirikina na hao wengine ambao si ahlul kitabi hawatoi jizya. Naam, mimi nimemaliza. Alafu kwenye hii aya ya ambayo watu wanabishania kwamba wala tankihul mushrikati, ukiangalia tafsiri Saadi anasema kwamba hii aya wala tankihul mushrikati, anasema katika hii aya kwamba katika wahadhihi ammatun fi jamii nisaa almushrikati, aya kwamba wala tankihul mushrikati ni am kwa wanawake wote wa kishirikina, wa khassasatha ayatul maida, na hii aya ya suratul maida wal muhsanat min nisa ikafanya khas fi ibahati nisai ahli alkitab, hii aya ikawaondoa hao. Kwa hiyo washirikina wote ni haramu kwao, lakini hii aya al-muhsanat imekuja ikaondoa hawa ambao ni ahlul kitabi kwa halalisha. Shukran. Sheikh Mazmul, kidogo tunaomba katika maelezo yako na maswali nataka nikuulize. Hizo fatwa ulizozisoma umetaja ni fatwa kutoka kitabu gani? Fatwa lajna niko nayo, fatawa lajna daima ina mijalladi mitatu ndio na mimi. Labda ni katika kurasa ngapi ama mjalladi ngapi? Ni ndio. Na chapa labda pengine tutaweza kupishana chapa ya kitabu, naomba pengine hiyo utakayoitaja nitafungua
ni juzu ngapi, unaambia nifungue, alafu tuangalie hayo maneno. Mbali ya kwamba hujataja fatawa lajna daima ni fatwa ya kina nani, iko atakubainishe kama mimi ninavyotaja Rawdatul Talibin ni kitabu cha Imam an-Nawawi. Hii ni fatawa lajna daima للإفتاء في المملكة العربية السعودية. أحسنت جزاك الله خير. tuambie juzu ngapi ama juzu ngapi? Niko nacho Si ningeomba andike hapo chini, alafu nisome tu hadithi moja wakati anaandika hapo chini. Hiyo nukta ya kwanza. Utakusoma hadithi moja hivyo, alafu wakati anaandika hiyo fatawa ya Rajab. Ruksa. Naweza soma? Naweza soma hadithi moja? Muda sherehe. Shukran. Kimepokelewa rawa al-Hasan an Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhuma qala rasul natazawwaju nisaa ahlul kitab wala yatazawwajuna nisaana. Angalia tu hadithi, ibaha ya kuoa ahlul kitab iko natazawwaju nisaa ahlul kitab wala yatazawwajuna nisaana, na wao hawaoi wanawake wetu. Hadithi ni mrefu na siwezi kuzungumzia mnasaba, lakini nilikuwa nataka tu kukoti hiyo sehemu kwamba ikiwa imetajwa hata wakati wa Rasulullah kwamba mbona tunawaoa wanawake wao na wao hawaoi wanawake wetu, ilikuwa ni mjadala baina ya masahaba. Kwa hivyo dalili kwamba ahlul yuko tunawaoa. Alafu angalia, tazawaja Talha ibn Ubaidillah, tazawaja Nasrania, alioa mwanamke Nasrania. Watazawaja Hudhaifa al-Yamani, Yahudia, alioa Myahudi. Fakataba ilayhi Umar akamwandikia Hudhaifa akamwambia khali sabila, hachana naye. Fakataba ilayhi Hudhaifa al-Yamani akaandika baka kwa Umar akamwambia atarghabu ana haramu, kulingana na wewe ni haramu kumwoa Yahudia? Qala la azumu ana haramun, sijasema ni haramu kumwoa, ila nahofia tu kwamba wanaweza yani ile wanaweza overtake, wanaweza chukua sehemu kubwa ya malezi ya watoto ndani yetu. Omar mwenyewe anasema sijakwambia ni haramu, na huyo Hudhaifa ibn Yamani anam challenge Omar, anamwambia mbona unaniambia ni mwache? Kwa hivyo hata tunazungumza tu kitu kwamba kipo kisiwe jambo la kushangaza. Ile tu nilitangulia kusema pale mwanzo, wote wanne wameweka karaha kwa sababu kuna ukarahia, au la natruka, tuachane nayo, ni bora. Namba ya kitabu mjalad wa 22, mjalad wa 22, andika kurasa 406. Chapa gani? Hii chapa ndio mimi ni al-Maktabatul Islamia. Ya kwako? Ni Nashr al-Fawzia. Hiyo chapa yako yangu mimi ndio nayo. Ya kwako ni chapa gani? hii imeandikwa Raisatu Idaratul Buhuth Al-Ilmiya Wal-Ifta. Sasa hiyo ni Google, hiyo si kitabu, hiyo ni Ar-Riyad. Hiyo niko katika sasa kidogo tu. Kwanza Sheikh Bazmul, na kuna sihi ni nasaha tunakupa kwamba jitahidi sana katika lugha ya Kiarabu. Hiyo fatwa uloitoa haijapingana na fatwa niloisoma mimi ya Imam Nawawi. Imam Nawawi ili tujue kama imepingana ama haijapingana. Nisikilize kidogo, tukua mpole, kwa mtaratibu. Fatwa niliyoisoma mimi na hata ndugu yangu mpenda kheri hapa, hatuko kwenye je yafaa kuwaoa ahlul kitabi au haifai. Hiyo si nukta muhimu. Nukta muhimu ni kwamba je hawa Wakristo tulionao ni ahlul kitabi, na ikiwa ni ahlul kitabi twaweza kuwaoa? Hapo ndo nukta tufahamu vizuri.
Ushamfahamu? Ni nikuulize swali Waisam. Ni nini katika haya maneno ya kwamba inayosema kwamba ila yaumil qiyama ambayo huelewi? Naomba usome hiyo fatwa. Haya, ngoja nisomee kwa sababu wewe naona kama ulikuwa unisikizi, ulikuwa unafanya mambo yako. Lala, si masala sikusikilizi, nataka usome hiyo fatwa. Bismillah, naomba nisome. Anasema hapa mwisho fala yakunu mania. Nisome hiyo fatwa yenyewe. Sikiliza Sheikh. Nisome hiyo fatwa yenyewe. Nishasoma fatwa, wewe unasema kwamba mimi nimepindisha. Fungua usome hiyo ya kwako. Ndio nakwambia kwa mujibu wa kitabu nilichonacho mimi, ama kama waweza kusoma hiyo solonga simpatawa tufanye hivi tufupishe tusoma ili tusiseme kwamba nimepindisha ama fungua hiyo ya kusome watu wasikie. Naomba kitu kimoja kama yawezekana, naomba umweke ukubwa Bazmul, atuweke kamera hiyo safha anayoisoma, tufuatilieni pamoja au masala kama yawezekana. Ukienda hivyo Isam tutaharibu taratibu. Ni kama una mshuku. Na sidhani kama hiyo Kiarabu yote amesoma atakuwa anatoa kwenye kichwa. Ya kwanza. Ya pili, nimejaribu kutoa hoja kwamba Google, vitabu vyote vilivyoandikwa tunatembea nayo kwa mikono, vimewekwa kwenye mtandao kurahisisha kazi. Kwa hivyo huwa tunauamini kwamba amesoma kama tulivyokuamini wewe. Hatukukwambia weka sijui nini tuone kitabu Imam Nawawi. Aliyoazungumzia yote hapo sawa, ama au katika maneno yangu aseme hapa hiyo Kiarabu ulisoma hivi kumefasiri hivi kinyume. Nikufahamisha kitu kimoja, mpenda pesa mbaya mjadala wa Uislamu na Uislamu. Nilipomuuliza chapa ya kitabu alichokisoma, mimi nimesema ninacho majumui yote fatawa lajna ninayo hapa. Nilichozungumza mimi fatawa lajna chapa nilionayo ni maktabatu Darul Maktabati Al-Islamia. Nikamuuliza yeye alichokinukuu amekinukuu wapi, akanitajia neno ambalo kwamba hilo neno si chapa la kitabu, hilo neno ni la Google. Sawa, yani wewe unachofaa kufanya fungua hicho kitabu chako tusomee. Mbona unataka kutuaribu? Ndio nakwambia uniambia hayo masala umeyatoa chapa gani ili mimi nione kama hiyo kitabu nacho. Katika hiyo kitabu ulionacho angalia katika mlango, katika hiyo mjalad wa 22 angalia katika mlango wa az-zaka wa sayd, fungua utapata masala, sio jambo la kuzana. Katika mlango wa vichinjo na kuwinda, katika vichinjo na kuwinda dhabai huwa said. Kwani shida sasa iko wapi? Bwana, naona kama ni mabishano tena, sio elimu tena. Si mabishano, ni katika mimi nimemwambia tu kwa ufupi anisomee ama tuwekee tu hiyo karatasi tusome tufaidike. Mimi nimenukuu maneno ya Imam Nawawi, ameweka wazi masahaba, ulama, madhahib almutaqaddimina walmutaakhirina. Sasa ikiwa yana fatwa inayopingana, nikasema Islam unakaa kama unamshuku. Hatukukwambia wewe uweke kwenye ukuta tuione. Ukitaka kama unamshuku haya maneno aliyosoma ni uongo. Mimi ukitaka kunifungulie niweke kamera sasa hivi nikufungulie maneno. Kwa nini tuende huko? Yeye kasoma nikasoma kitabu sanacho nzuri kwa sababu madamu afungue kitabu tusome. Wajua isieleweke kwamba twashindana. Sifaelimishana ama nishamwambia na mlango ngoja nizungumza, naona kama sauti haisikiki. Sisi tumefaidika na kila mmoja, watu hapo watachuja, hatuwezi kutoka na rai moja. Mwisho wa siku hizi fiqh anachonukuu Islamu ni rai pia, ambayo sio kwamba ndo rai peke yake. Anachonukuu huyu Bazmul sijui ni pia inawezekana kuna ambao wanapingana. Kwa mwisho wa siku sisi tunaelimishana, hatulazimishani, tukubaliane hapa. Angalia Jabir. Kwa hiyo Islam kidogo zima maiki kidogo mpaka top point ukihitaji kuzungumza. Sawa. Kwa hiyo
tunachohitaji hapa yani tusigeuze kama mabishano badala ya kuelimishana. Sasa tukizungumza watu watatu wanne kwa wakati mmoja, hata kama kuna mtu anahoja tuweze tukamsikia. Pia kuna watu wanauliza maswali kwenye comment. Kuna mmoja alisema ikiwa sasa nahitaji kidogo apate majibu pia. Ikiwa hapa kigezo tu ni mushirikina, anasema hata katika Waislamu hapo ambao ni mushirikina leo kwa vigezo ambao pengine yanavyo, je, hao haifai kuwaoa? Na ikiwa haifai kuwaoa, je, wanatoka katika ile nani ya Uislamu? Mimi hilo swali kidogo limenifikirisha, kwa sababu tunajaribu kuwatoa watu katika ile katika maana ya ahlul kitabi kwa sababu ya hiyo mathalan, kwa sababu labda wameshirikisha na nini na nini. Je, katika Waislamu pia itafaa kuwatoa katika Waislamu ikiwa wanafanya baadhi ya vitu vinavyoashiria shiriki na wasiolewe? Kwa hiyo pengine hizi comment hao ambao wana ujasiri wa kupanda ndio ambao wanatusikiliza. Kwa hiyo tunaweza tukamsaidia mmoja ambaye anaweza kumsaidia katika hilo, atoe majibu na elimu zaidi. Lakini ukiangalia aya hii yenye tunabishania hii walmusanatu min alladhina utul kitab, na wanawake wema katika ahlul kitab, ukiangalia tafsiri ya hata Baghawi yamezungumzia, anasema walioharamishwa kuolewa ni mushrikat, washirikina itikadian, wanaoshirikisha Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani, wanaamini Muhammad yuko lakini ndani ya Qur'ani wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Wakaeka Waislamu, narudia kwa sauti, wakaweka ndani Waislamu al-ibadhiyya wal khawarij alladhina ya'taqiduna bi al-Qur'ani makhluqun. Wakaeka hata wale Waislamu wenye itikadi kwamba hii Qur'ani imeumbwa, kumaanisha kwamba wanamshirikisha Mwenyezi Mungu katika hili, kwa kwamba kuna mwingine katika hii kuitengeneza hii Qur'ani. Kwa hivyo ushirikina huu ndio hata haifai kuwaoa. Lakini al-mushrikina al-wathaniyin, wale washirikina wenye wanaamini Mungu yupo lakini akona kitu mahali pale katika ahlul kitab, anamwamini Mungu lakini akona kitu pale ya ushirikina yake, ndio walikuwa wanaruhusiwa katika hii haya. Kwa hivyo sio kama nimeeleweka, wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu hata kama wana itikadi wao ni Waislamu, lakini ushirikina wao unawatoa katika Uislamu, hata hao pia wafai kuolewa. Mfano leo hii kuna watu ambao wanaamini, wanaofanya tawassul, wanaozuru makaburi, yani mfano tawassul, ziaratul qubur na mengineyo kwamba ni shirki. Na hapa katika wanaozungumza ukiangalia itikadi zao wapo moja hiyo. Yani wanaoamini hivyo, maana yake kuna watu wa Waislamu wa madhehebu fulani kwa sababu anaamini tawassul. Tawassul shar'iyya si shirk. Labda ziara ibada tu, hiyo ni mada nyingine. Kwa hiyo anayetaka japo ni mada nyingine, lakini nilihitaji tu tumjibu hapo chini. Aliuliza akiwa na kuambia na wale wanaitakidi kwamba tawassul ni shirki. Nataka niko tayari tuijadili hii mada kielimu, lakini kusipande watu hivi. Nataka niwe mimi na mwenzangu tuisabie muda. Kama ni yoyote hapa ambaye kwamba atakuwa tayari tuipangie siku. Sasa hesabu ni shaelewa mantiki yako. Yaani wewe umechukulia hii kama ni munakasha. Hapana, hapa sio munakasha. Ni elimu. Wewe unaelimisha. Sio kwamba tupande wawili. Naomba nipe nafasi, alafu mimi ni mwenyekiti. Umesikia Sheikh wangu? Yaani hapa hatuji tukapanda wawili kama alivyofanya sijui Sheikh Bachu na nani yule kijana wapi Mombasa. Hapana. Kinachofanyika hapa ni kwamba tunapanda kama tupo darasani, inakuwa ni hiwari ilmi. Sasa hapa lakini sio munakasha. Hapa ni mrengo. Unaona hapa kuna wajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi bwana mwenyekiti, nadhani alisoma elimu nidhamu ya hii. Nisikilize. So nikasema kuna mirengo, kwa sababu unaona mpenda kheri, wewe wajaribu kuvutia upande wako.
Jabir anavutia upande wake, na anapozungumza mmoja katika nyinyi anazungumza kwa muda anaotaka yeye, hakuna anayemkatiza. Nafikiri host analitizama kwa makini hilo, lakini akizungumza tofauti na wenye rai hii wanaikiwa bana, kazungumza sana, hebu mkatize huyo, kwa maelezo yake ni mfasaha, atatatiza watu yake. Wa idha qultum fa'dilu walau kanu uli qurba, matakiwa mnawadilifu. Nakubaliana na wewe. Sasa mimi kufanya nini hivi? Nakubaliana na wewe. Tufunge hii kimalize kidogo, simkatize. Alianza kuleta ubishi, alianza kuleta hoja kama ni bishana. Kwa kweli ilikuwa ni wewe. Manake nilipomaliza kuongea ulisema nimechanganya batil na ukweli mambo na wapoteza watu. Sasa nidhamu ya hii group, mara nyingi nidhamu ya hii group, suala tu nikuulize swala. Nidhamu ya hii group, angalia kidogo Isam, kidogo. Naomba tu nimalize, usikatize. Kidogo acha nimalize. Alafu utaendelea. Mara nyingi katika nidhamu ya hii group huwa mtu anazungumza hata kama hayuko. Salamu alaikum. Jabir mila kidogo, Bazamul kidogo, mila ama zote namshushia Jabir, usitaje makaburi siku ya pili, kwa sababu ona zahma sasa iliyozuka hivi. Afadhali tubaki kwenye hizi mada nyingine. Samani. Unajua mimi kazi yangu, mimi nafikiri itakuwa nimeeleweka vibaya. Naomba niweke sawa, alafu nielezee utaratibu, kisha tuendelee kwa muda mchache uliobaki. Mimi wakati mnazungumza hapa, mimi sijazungumza. Nimemsikia Sheikh Aloshua asema tukizungumza tu. Mimi leo sijazungumza kabisa. Nafikiri nikija labda nikuelezea utaratibu. Nilichokuwa nafanya, nimesoma comment huku chini. Huyu alikuwa anamaanisha kwamba tukizungumzia swala la shirki, maana yake mimi nikikuchukulia kama unachofanya ni shirki au ukanichukulia mimi ninachofanya ni shirki, tutatutumia hiyo manhaji aliyokuwa anaenda nayo Sheikh Isam kusema usiniozeshe au nisikuozeshe kama mimi na binti. Kwa hiyo nikawa nataka nisawazishe hapo kwamba sisi hebu tueleweshane. Nikatolea mfano swala la makaburi na nini ilikuwa ni mfano. Mimi mwenyewe hapa mimi nilokaa hapa kuna kitu uelewe hapo, makaburi ndo aibu, usitaje makaburi kwa watu wako sensitive. Mimi mwenyewe haya, nisikilizeni kidogo basi nimalize. Mwingine anaongea moja. Mimi ni mwenyekiti, naruhusiwa kuongea mpaka nikuruhusu kuzungumza. Unaona? Sio kwamba tunaruhusiwa kuongea mpaka umalize. Yeye ndio hivyo ja. Alafu mimi hapa siwasilishi mada Islam, siwasilishi mada, naweka utaratibu. Naweka utaratibu. Naomba nitafulasatul kalam tumalize. Tatizo lako wewe ni yani, ukishakuwa na khulasatul kalam au fikra unataka uilete kwa muda wako. Ngoja amalize, atakupa muda. Sasa ngoja amalize, weka mute sasa. Haya, Jabir ongea. Kwa hiyo sisi tusije tukazingatiana katika mifano. Mimi nikatoa mfano, wewe ukaja na huo mfano ukataka kunidaka kwamba mada iwe hiyo na nini. Hapana. Mimi nilikuwa nataka kuzungumza hiyo ya shirki ni amu, kwamba awe ni katika Waislamu na wasiokuwa Waislamu, maadamu utamchukulia ni mushrik au mushrika, nisimuozeshe au nisimuoe. Ndio nilichokuwa nataka. Kwa hiyo masala hayo yalokuja hapo, sasa mfano mimi naufuta. Swala la ziaratul qubur tufute, swala la tawasul tufute, turudi kwenye msingi kwamba hiyo ni amu. Sasa mpenda kheri kanielewa, yeye kaja kajibu kwenye swala la kwamba ikithibitika kwamba ni mushrik au mushrika au lewi au zeshu. Sasa nilihitaji twende hivyo, tusizingatie mfano tukaambia kwenye ziaratul qubur tuje tubishane kesho na kadhalika. Kingine, mtu atakapokuwa anazungumza, jamani, mtu anapokuwa anazungumza uruhusi ukawasha maiki ukaanza kuongea. Tunapowasha maiki tu hapa, mimi na hosti anaona kwamba kuna mtu kawasha maiki, utapewa nafasi anapomaliza yule. Sasa ukiwasha tu maiki ukaanza kuongea, maana yake unazuia hata yule anayezungumza kwa wakati huo hasikilizwi. Wewe washa tu mic, sisi tunaona kwamba ile mic kile cha mute kimeondoka. Huyu anataka kuongea, tunakupa nafasi. Lakini usiwashe tu kaanza kuubishana kumdakia yule, hata kama una hoja ya msingi. Subiri amalize.
omba tukupe nafasi uzungumze, ndio utaratibu tunaokwenda nao. Sisi tupo kwenye level zaidi ya mwezi sasa. Kuna wengine pengine wamekuja leo wanahisi hapa ni mijadala, ni kashi na kadhalika. Hapana, ni kuelimishana. Na mambo mengi hatumalizi kwa rai moja, ila tunaelimishana. Atakotoka hapo mtu anaenda kufanya bahthi, anaongeza elimu na ujuzi, pengine akabadilisha mtazamo wake wa kielimu. Kwa hiyo twende hivyo. Lakini tukianza hivyo watu watatu wote wamewasha maiki na kadhalika, tunaonekana kama sote hatuna nidhamu hapa na hakuna tutakachofanya. Nataka kufupisha mazungumzo, nataka kufupisha ili tuyazungumze haya mambo kielimu. Wajua, tunapozungumzia jambo alafu mwenzeo aje kukatize katika mazungumzo, hiyo si ustaarabu katika kuelimishana. Ndio mimi nikasema natamani, narudia, ni ombi hili nalileta tena hapa kwa yoyote yule ambaye kwamba yuko hapa atataka tuijadili hii mada kwamba je, hawa Wakristo ni katika ahlul kitabi, yafaa kuwaoa. Mimi niko tayari kusimama na hii mada tuijadili kielimu, lakini naomba, ombi langu mimi ninavyoomba, nataka niwe mimi na hosti na yule ninayejadiliana naye apewe muda wake azungumze, hapo katizwa. Na tunapokuja kuzungumza ulete vitabu, hasitaki maoni yako. Unaambia bana, kitabu cha imamu fulani hiki hapa amezungumza masala haya. Tukienda kwa elimu kwa namna hii watu sasa shehe samani kidogo tuniache nimalize kidogo tu. Amezungumza huyu mpaka amemaliza, hatukumkatiza. Sasa ikiwa tutaenda hivi tutapeana elimu, lakini iwapo mimi nazungumza mara huyu ashafungua maiki anaongea lake, yule kashafungua kumsaidia, anashuka anapandishwa yule mwenzake. Lakini ikiwa sasa mimi natoa hoja hii, huyu ameruka huku, yule karuka huku, kwenye komenti kuna wengi wana komenti hapa, ushafahamu, ambao kwamba hata kusoma pengine hawajui. Wengi nawajua mimi, kama kuna mmoja hapa sijui anajiita the real lion, sijui huyu maskini hata kusoma nafikiri huwa ni mitihani, lakini naye atakuchangia, atoe maoni katika dini. Ni makosa yake. Elimu haitaki ushabiki kiasi hicho. Sasa mimi fursa hii nimepewa, chance nimetoa. Yule ambaye kwamba asema kwamba yafaa kuwaoa Wakristo akidai ni ahlul kitabi, basi tuipange hiyo mada, hata kama ni kesho ama sasa hivi, niwekwe mimi na yeye tuijadili kielimu. Hao walioko chini wakae wasikilize, hata ikiwezekana comment pia zifungwe, watu wote wa concentrate, wamakinike kwa yale atakaozungumzwa. Kama yuko tayari mtu sasa hivi tuianze, ama kama bado mtu atahitaji kwenda kufanya bahthi mutalaa kwamba Wakristo ni ahlul kitabi, wafaa kuwaoa ama si ahlul kitabi, niko tayari sasa hivi tuifungue hiyo. Jabiri Ilale kama ada. naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala baad. Mimi na wasiwasi kwamba ikiwa kuanzia kesho jukwaa hili litachange kwa mtizamo wa al-akh Islam, then tutakwenda, kwa sababu jukwaa hili huwa si la watu wawili kujadiliana alafu kuja na hoja ile. Sisi tunatumia mafundisho kutoka katika kitabu kilichoandikwa na Sheikh Taha Jabir al-Alwani, kinaitwa Adabu al-Ikhtilaf al-Islam, adabu ya kuhtalifiana katika Uislamu. Tuliweka hoja wazi katika hii group kwamba kama mada leo ni fikhi na tunazungumzia pengine kuwaoa watumwa, hatuji nani ameshinda nani hajashinda. Shekhe mmoja atazungumza, atatoa hoja zake, mwingine atakuja atazungumza, atatoa hoja zake, kwa sababu tunafuata nidhamu ya adabu al-ikhtilaf fil Islam, adabu ya kuhtalifiana katika Uislamu. Bimaana mradi mtu ametaja shekhe fulani na ni shekhe ambaye kwamba anakubalika, kitabu kinakubalika, Imamu Nawawi, Imamu Tabrani, Imamu nani ametajwa, hakuna kuspinga huyo imamu, because wote wameafikiana. So jukwaa hili huwa si ya mjadala kwamba watu wawili wajadiliane. Jukwaa hili ni
Bana hosta ongea dakika 10 zake. Mashallah, nimesoma kitu hapo. Mimi pia kwa upande wangu niko na kitabu fulani kinasema ABCD. Tukitoka hapa tumekuwa ulama, tushajua kumbe kuna kauli. Hata leo hosta hajaandika kitu. Host huwa anaandika anatoka hapa na vitabu ameviandika, kwa sababu huwa inaenda na nidhamu, iendangi na ubishi. So tu naomba kama tutaenda na hiyo nidhamu ya watu wawili tumeshalimaliza hilo. Tumeshalimaliza. Darasa letu tutaenda kwa ustaarabu ule ule. Nikiwa kama host, niheshimiwe. Msilete mjadala hapo tukaeka vita kama tumekuja kufundishana hapa. Sio kutafutiana maneno mpaka watu kuambiana waje kusoma. Hiyo sio sawa. Ukileta maneno ya ujinga kama hivi, mimi nakutoa tu kabisa. Watu wako wengi sana on TikTok. Ujinga wa namna hiyo hapana. Sisi tumekuja kujifunza. Usitumie maneno makali. Ametukosea adabu sana. Wewe unamuongea vizuri mpaka kumtaja mtu kama ni rai yake. Amekosea na tushamalizana naye. Na mwingine kitokea hivyo pia tunakutoa. Taratibu yetu ikibaki pale pale. Unajua samani kidogo. Mwenyekiti. Naam. Naomba ubaki kwenye taratibu yako. Anapoongea mwenyekiti abaki kama mwenyekiti kuheshimiwa. Mimi situmiki kuongea hapa. Ni mwenyekiti wangu. Tatizo ni kwamba kosa la kuingia na kumsema kumwataki mtu. Yani mimi nachukiaga sana nikiona mtu anamlenga mtu badala ya kwenda na hoja zake. Hasa mpaka mtu anataja mwingine, au mimi nikijaribu kuweka utaratibu naonekana kama mimi nazungumza tena. Yani kuna watu wanakujega, yani wenyewe milengo yao ni kubishana, sio kuelimisha. Hilo ni kosa sana. Kama mtu yupo katika utaratibu, pengine yupo katika level zingine, huwa naziona, sio hapa. Hapo unakuja tu na elimu yako na wapa watu, na mwingine anakuja na yake. Tukitoka hapa sasa, kama alivyoeleza mpenda kheri, kila mmoja anaenda kufanya uchunguzi. Kuna siku tulitoka hapa katika mada fulani, nafikiri ilikuwa ni swala la wanawake, si kufanyaje. Watu tukaenda maktaba tukasoma, yani unaongeza kitu, lakini kwa ubishani hivi mtu tukane na kadha haifai. Lakini nasaha yangu kwa Jabir kile kitu bana, usirudie bana. Asante Shah, nimepokea nasaha, shukrani. Mimi nasaha yangu kwa Jabir, kama jambo ni haki wewe sema tu, usiogope mtu. Hiyo nasaha Shah Saleh achana nayo. Wewe unajua kuabudu kaburi ni shirki, alafu unamwambia asiseme kwa nini? Basi jamani, basi tuliache hiyo. Kwa sababu kuna mtu hapa anapinga, ndio tusiseme hapa. Jambo moja wallahi, na kuna watu walikuwa wakisema hata haifai kuvaa, na host hapa akona nikab, lakini ilikuwa inaenda na taratibu fulani, mtu hahisi kama anakosewa adabu, kwa sababu tunazungumzia kielimu. Tunataka tukitoka katika hili jukwaa ushajua kumbe mimi msimamo wangu huwa ni mmoja, kumbe kuna msimamo wa pili na kuna msimamo wa tatu. Si masala ya nani kashinda, sijui ni wajua kusoma kama alivyosema Samani. Kuna mtu hapa chini ameniita mimi mpenda shari, si mpenda kheri. Matusi kama hayo kwa mfano. Kwa hivyo tunataka tujadili masala ya kifiki. Leo mimi naelewa madhhabi pengine ya Abu Hanifa, lakini sielewi ya Malik, na mwenzangu hapa labda anaelewa ya Malik. Akiyatoa hayo sifai kumpinga, mradi ametaja maulama wanaofaa khalas. So hata kuna siku iliulizwa swali nzito, swali la ushirikina, swali la na kuna watu walikuwa wanafanya hizo vitu hapa, lakini tulijadili mpaka mtu pengine anaenda nyumbani anakaa nafikiria, by the way mimi nimekuwa nikifanya hili jambo nyuma ya pazia, pengine anafanya makosa. Anaenda nyumbani akiwa amefaidika, siku kwenda nyumbani akiwa amekasirishwa ama ameudhiwa kwa sababu hajui kusoma Kiarabu vizuri. Safan Allahumma bismika mutu ahya. Inshallah. Shukran Sheikh Abjad, karibu Sheikh wangu, Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa bihi asta'in. Mimi nilisikiliza tangia mwanzo kabla sijapanda. Nilipoona zile vurugu ndo nikaona bora nipande kiukweli.
kuna makosa pande zote mbili, na uende kama mwenyekiti kidogo ulikuwa na shughuli kufuatilia. Kwanza ni kwamba Ustadhi Isam hakupewa muda maalum wa kuzungumza, kwa sababu ambacho alizungumza kwa kutawala muda wote, awe msemaji ni yeye. Alafu pili ni kwamba Ustadhi mpenda kheri alimkatia maneno juu kwa juu. Kwa hiyo sasa ndo mzozo hapo ulipoanza kuanzia. Sasa kesho Allah akipenda tukija kuwekwe muda, kama mtu apewe dakika zake 5, akimaliza anastopishwa. Hata kama yule mzungumzaji mfano atavutia upande wake, aachwe azungumze mpaka dakika 5 zikimalizika. Mwingine akija naye atasawazishwa kwa vile ambavyo anavyojua yeye, kiasi ambacho kwamba itakuwa hapa tumepata elimu vizuri kabisa kuliko kama hivyo ambavyo leo tumefanya kiukweli. Asanteni. Tupo katika finishing. Abjad mwenyewe hataki hivyo, amesema hiyo kitu yeye hataki, ataka watu wote washuke watu wawili ifanyikashi, alafu baadaye watu waangalie. Huyo mtu host ashamshusha, tuachane naye tu, kwa sababu pia tupo nje ya muda. Kumbukeni, kwa tunafanya finishing. Sheikh Abdallah, karibu Sheikh, chini, washa maiki. Assalamu alaykum wa barakatuh. Mimi hapa nilikuwa nakumbusheni swala zima la nini hapo bando. Unajua ila hivyo inaendeshwa kwa bando. Kwa hiyo watu tujitahidi katika swala zima la kuchangia bando. Na vile vile dada hapo anauza nguo zake, stara za wanawake, na anashona nguo hapo. Kwa hiyo tumuungishe mkono ili mradi hapo apate kwenda. Afu na vile vile imada, kwa leo mimi nadhani leo mada ishaeleweka, kesho tuendelee na mada nyingine. Ndo hayo tu jamani. Asante sana. Asante. Naam jamani, kuna ambaye labda anahisi kuna jambo kwa dakika. Naam, mpenda kheri, karibu. Ni mimi nilikosea. Mada leo ilikuwa kweli kwa Ahlul Kitabu host. I think mada ilikuwa kitu nyingine. Jana tulikuwa tunajadili kuhusu kuongeza mke, sijui bila ilikuwa ni nini. Hii Ahlul Kitabu ilitokea wapi?